na sio vizuri watu wote tukimbilia kwenye tukio, lakini nikaomba chombo kimojawapo kije kiweze kutuambia nini kinaendelea mjini. Sasa mimi sitaki kuongea, nataka nisikilize sasa. Na mambo yakiwa usiku sio mazuri. Nadhani kuna chombo kinachoweza kufanya kazi usiku, mchana, giza, jua. Na tunaamini kabisa kwamba jana kazi walifanya. Uongo kweli? Kweli kabisa. Sasa kuna vitu tutaviongea na nataka tu watu wachache. Sasa tuna mikutano minne karibu. Tutaongea watu wachache. Kitu kikishaongelewa na mtu basi mwingine asiongee iko. Si ndio? Yeye mtu ameshaeleza sisi hatupei chakula, hatupei maji, hatunawi, sio tufuni, hatuna viatu, hatuna gloves, hatuna scarf. Alafu na wewe kaja tena, ndio mheshimiwa. Sasa tutapoteza wakati. Tuna mkutano mwingine kule mbele. Kuna watu wamepigwa huko, wameumia. Kwa tunakwenda kwa tuongee kwa kifupi. Na nadhani mlivyojipanga, kuna niliongea naye kwenye simu kama kiongozi wa vita hii. Yuko wapi tuliongea naye kwenye simu? Basi tuanze na wewe. Eleza na wengine watatu. Baada hapo mimi najibu, si ndio? Na napenda nimpongeze Rais John Pombe Magufuli, hajafanya makosa kuchagua wewe mama yetu. Asante bwana. Sasa mtaki makofi yanauzwa. Nishangilie. Nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kumshukuru Kaimu OCD aliyokuja jana. Amekuja kwa wakati na tumeongea vizuri na mambo yameenda vizuri. Mama, jana tumekupigia simu, sisi tuna mikataba ya kazi. Unaitwa nani? Naitwa George Polea Kingimari, mfanyakazi wa Texon. Zamani ni kwa CCE. Leli wamekuja kutoa elimu kuhusu mradi ambao unakuja kutupitia sisi, utatuletea manufaa katika kijiji chetu na Tanzania kwa ujumla. Wamesema kuna mradi unakuja wa reli, mkandarasi atakuwa Mchina ambaye ndio tumefanya naye zabuni, lakini vile vile watu mnatakiwa mjihadhari na wao watu wanaokuja kwa masuala ya magonjwa, maambukizi na mambo mengine. Tukauliza maswali na watu wa wilaya, sisi vijana ambaye tunailinda reli, rasilimali za reli, tutapata faida gani kupitia huu mradi? Wakatuambia kwamba kwanza mtasafirisha mizigo yenu, pili mtaboresha biashara, tatu mtapata ajira kwenye mradi huo. Lakini sisi hatushughuli na swala ajira. Swala ajira anashughulia huyo Mchina, lakini tutashauri huyo Mchina ampatie nyinyi vijana walinzi wa reli ajira. Tukashukuru na tukampigia makofi. Kilichotokea mama, tukafanya kweli, Wachina wamekuja, tukachagua watu wa kwanza sisi watu 12 tuko na mizigo. Tukafanya kazi na Wachina, haina shida. Walipoongezeka watu tarehe 21 wakaanza kuchaguliwa mafundi. Mwezi gani? Mwezi wa 8 wakaanza mafundi. Tulipoanza basi tukaongezeka tukawa mpaka hivi unavyotuona kama 70, wakaongezeka kidogo. Kilichotokea akaja Mchina mmoja ambaye jana tulikuwa naye, anasema kampuni hii ya babu yake kwa maelezo jana. Alisema mimi babu yangu ndio mwenye hii kampuni, anaitwa Mr. Wangu. Akasemaje, sisi tumechukua mradi kutoka Dar es Salaam Isaka, lakini tuna makontrakta watatu ambaye kwenye site zetu tumejipanga. Kuna site ya Magindu, site ya Kinguluila na site sikosea ya Kilosa au Isaka huko mbele sijakumbuka. Lakini sisi kama sisi tumeona shughuli zimekuwa nyingi, tunao hao Texon ambaye mtakuwa nao kama sabu wetu. Tukamwambia shughuli zao ni zipi na si usalama wa mishahara yetu ipi. Amesema hivi, usalama wa mishahara yenu ipo vizuri na maslahi yenu mtapoona tatizo yupo site engineer ambaye site manager. Mkiwa na tatizo lipelekeni. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 8, mwezi wa 9 alikuja jamaa mmoja kutoka sijui Osha, sijui itakuwa sijui mazingira, lakini mwenyewe akasema yeye wa mazingira. Nafikiri kaimu wake ndio huyu hapa aliyekuja naye ambaye kwa hicho cheo ndio anacho huyu bwana Leon. Nani anachochea hicho? Huyo ni environmentalist. Alikuwa hapo kama akasema jamani tuna kikao, tukamwambia waombe Wachina akatukubalia. Akasema dakika 5. Yule bwana tuliongea naye na muda usiozidi nusu saa, Wachina akatuambia ondoke. Kafanyeni kazi. Sasa tukati tunafanya kazi. Ngoja kwanza. Hao Wachina kwa tunaongea hapa. Kwenye kile kikao tukaenda kazini, Wachina akatuambia tuendeni kazini. Lakini yule bwana akasema mimi natoka CCE. Unaona? Basi tukaendelea na kazi. Jioni tukaandikiwa baada ya masaa 8 kwa sababu tunafanya kuanzia saa tunaingia saa 2 hadi saa 6 tunatoka.
masaa 4 hayo. Alafu tunaingia tena saa 8 hadi saa 12 tunatoka masaa 4. Kwa hiyo tumeandikiwa masaa 7. Tukamwambia bosi, kwa nini tumeandikiwa masaa 7? Mlikuwa mnaongea na wale. Pale sasa ndio tukaanza kupata mwanga. Sasa kama yule yupo kwenye kampuni na wenzao, kwa nini sisi tukate masaa? Kwa nini yeye alikuwa anafanya kikao halali? Sawa. Basi tukaendelea na kazi zetu. Baadaye ndio akaja tarehe 1 sasa. Akaja huyo aliyetuambia kwamba mimi nafanya share na hao watu. Kama nimeingia share na hao watu Texoni, tuna site kubwa. Kwa hiyo kuna mkataba hapa. Anayetaka asieni, asiosaini. Naona. Basi kwa sababu sisi sio wezi na sisi tunafanya kazi halali. Na huyu alikuwa Mchina ambaye tulikuwa naye jana usiku. Sasa sisi tukasemaje? Jamani, tuache kazi, tufanye tusaini. Lakini mama, mkataba wenyewe unavoenda kinyume na mkataba ule wa kwanza. Huo hapo mkataba huo. Watu mkataba unatakiwa wewe, mtu anaweza kuja hapa akaambiwa kazi leo hamna, rudi. Mtu anafukuzwa, Texoni hashu. Naona. Sasa inafikia hatua sisi tunashindwa kuelewa mkataba. Cha ajabu jana alikuja ule bwana tena. Akasema hivi, baada ya kidogo na ndugu yangu huyu tulikuwa na usidia najua. Asubuhi saa 2 zimeingia hapa saa 1 na dakika 59 alikuwepo nje pale. Akasema, "Joji, niitie watu." Nikamwambiaje? Muda wa China. Kama unataka mazungumzo tusubirie muda wa mapumziko. Kasema hapana, kweli akanitukana. Wengine watu wanajua. Mimi nikachukulia ni mkubwa, lakini nilikasirika kwa sababu kwenye mkataba wangu hakuruhusiwa mimi nitukanwe. Tukafanya kazi, yeye akapiga simu, baadaye akaulizia wa China, kati ya mimi na George nani aondoke? Wa China akamwambia George anafanya kazi pale, itabidi wewe utoke. Huyu bwana akatoka. Yupi huyu? Yuko wapi huyu bwana? Naona. Basi tukaendelea kufanya kazi sana, naye tukarudi, akaja yule Mchina huyo. Ndio kanani akaniita, George, unajua Kiingereza? Nikamwambia kwa mbali sana, mimi elimu yangu darasa 7. Ndio maana nipo hapa. Kwa hiyo tulivyoenda pale ilibidi nimtafute mtu anajua Kiingereza. Bwana kijana mmoja anaitwa Riziki hapa. Alikuwa anaongea, nikamwambia tatizo lilivyotokea, kasema sawa. Ninyi mnatakaje? Tukasema sisi bwana, mpaka hivi sasa viatu kama unavyoviona hivi. Tumepewa tarehe 15. Jamani, wenye viatu waoneshe kidogo, media ione. Wenye viatu vile vilivyokuwa nani? Vilivyochanika, vimetoka tarehe 15. Lakini huyu mtu wa mazingira anasema hii safety boot. Huyu kijana yuko hapa anachoma na msumari huyu. Tumewapigia Texoni, wanasemaje? Waleteni huku zahanati. Face ID tumeenda kwa Mchina, akatuambiaje hapa muoneni Abu ambaye ndio Texoni. Sasa gloves zinaisha, hatuelewi. Mazingira ndio kama hivyo. Sasa baada ya kufika pale, baada kile kikao kile, tukaongea, akasemaje kama hamuitaki Texoni, mimi nimeingia mkataba nao. Kwa hiyo kawaita wenzako. Nikaenda kumwambia wenzangu wakati wanakoroga zege, wakasemaje? Bosi kasema, yule bosi mwingine engineer kasema hapa msiondoke mpaka mmalize zege. Unaona? Akaja yeye mwenyewe. Akatuuliza, jamani, mimi akaanza kutoa maelezo, mimi na mradi mkubwa kutoka Dar es Salaam Isaka, nimewapa sababu kama nilivyoambieni, lakini waendeeni kuamini, kujengeni mazingira rafiki, mkae nao. Naona. Lakini leo nashangaa mnasema kwamba nyinyi hamuitaki Texoni wakati mimi nina mkataba nao. Sasa napeni dakika 5. Chagueni kati ya Texoni au muache kazi. Na unapoona kwamba vipi hutaki kazi, vua reflector, vua elementi, vua kiatu, acha hapo. Nafikiri afande katukuta watu wengine tupo na soksi kama jokeri. Haki ya Mungu tena mama. Viatu vyote vimelewa hapa. Shahidi huyu OCD. Unaona? Tukasemaje? Tukampigia mwenyekiti. Hatukumpata, lakini kwa bahati nzuri naye alipata taarifa kwa watu wengine akaja. Tukampigia mtendaji kasema nipo kanisani. Lakini naye alikuja. Lakini tukaona tumpigie mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge akasema mimi nitawasaidia, ni msio na wasiwasi, ngoja nifanye mazingira ya polisi. Kwa bahati nzuri mwenyekiti akafanya mawasiliano na wewe mama yetu. Nafurahi sana kukuona, haki ya Mungu. Tena nafurahi, najua mkombozi wetu umefika. Sasa kilichotokea, mkataba unasema kwamba mtu anasimamishwa kazi baada ya mwezi mmoja. Ndani ya dakika 5 mkataba umesimamishwa. Vifaa kama unavyoviona. Unaona? Hela ambayo tuliambiwa pale shilingi 11,000 na wengine 15 ndio kwenye mkataba, Mchina kaandika chini 10,000 per day. Sasa tujue la mkataba, tujue hili. Na kama mkataba upo vile, muangalie mkataba kama upo vizuri. Kwa majina naitwa Adam Kijema. Na kazi yote uzungumza ni sahihi. Ila nitaongezea pale mwanzo kuwa na wasiwasi sana na hao wenzetu
alipokuja Mchina, alikuja moja kwa moja kwa nia nzuri, Mchina wa kwanza kabisa. Akaingia katika serikali na wote tukawa tunafahamu malipo yetu na taratibu zetu zote. Aliulizwa ilikuwa vipi? Kwa hiyo taratibu zilikuwa tunatambua kila mmoja atalipwa kwa saa shilingi 1500. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya mwanzo na watu wote tulikuwa tunatambua hivyo. Kwa mwezi 12,000, kwa siku 12,500. Ni sawa eh? Sasa basi wote tukawa na furaha, sio mbaya. Kwa kadri tunavyokwenda inawezekana tukapanda kidogo kidogo kutokana na hali yetu ya Watanzania. Kilichotokea, kukaja huyo mwingine sasa ambaye anasema yeye katoka makao makuu. Anatuambia sisi tunavyofahamu mshahara ni shilingi 9,600, si ndivyo? Hapo tu wanafanya kazi na wote tulikuwa mashahidi, tukaondoka katika mradi. Alikaa huyo bwana na mwenyekiti na wahusika katika ofisi, walikaa chemba tutambui. Kesho lilikuja jawabu. Jamani, tunakuombeeni kama wafanyakazi, tutakulipeni shilingi 11,000. Kwa hiyo tutafanya maarifa. Kwa hiyo kwa unyonge wetu tulikubali kwa hali ngumu. Kilichotokea, tukakubali kwa leo ngumu, kwa jasiri tu tukaenda kwa hiyo hali. Kwa hiyo hapo tulikasirika sana. Mwanzo tulikuwa na 1,500, tulikuwa tunategemea 12,500 kwa siku. Leo huyu shilingi 9,000. Sawa. Huyu sasa anakuja kwa shilingi 11,000. Sasa Tesoni na 11. Halafu kuna makato itarudi kwenye shilingi 9,600. Pale mheshimiwa, kukawa na mtihani kati ya wa Tesoni na Wachina wenyewe, tukawa na hofu kubwa, na ndio chokochoko na msukosuko huu unaokuta. Na mpaka hapa tulipofikia tulikuwa tuna heri ya 12,500, leo tumeshushwa kwenye 11, na mpaka kwenye makato hatujui tutafika wapi. Kwa hiyo niko naomba kuongezani hapo. Mimi kabisa kwamba hili jambo linakwenda kuisha. Sawa sawa. Hata kama anataka kufunga mradi, lakini mambo yote lazima mimi namfahamu kabla ya wilaya hii. Kwa ng'ombe kina teri kasheshe pale. China hivyo. Anafanya vitu sawa sana hivyo. Kwanza hapa imeandikwa 15,000. Uongo kweli? Na hiyo kweli. Mkataba unasema 15,000. Fundi. Ibarua. Leta kibarua. Kwanza nianze kwa kuuliza. Huyu aliyeambiwa 15,000 analipwa hizo 15? Nalipo mwezi uliopita nilipo 15,000 bila makato yoyote. bila makato. Kwa hiyo makato mengine anakulipia yeye. Hii Yani, ni take mwezi uliopita tulilipwa na CCE. Mwezi huu ndio tulipojaza mkataba, tunaambia rudisheni nyuma, andikeni tarehe 1 mtakosa mafao yenu. Kwa hiyo hata tarehe ya mkataba huo ilitakiwa andikwe tarehe 4, tumeambiwa tuandike tarehe 1. Amewasaidia nyinyi kwamba badala ya kuandika tarehe 4 unapoteza siku 4. Kwa hiyo akawapa huruma kwamba kuanzia sasa muandike tarehe 1. Lakini kwenye mkataba inaonesha nyinyi mtakuwa mnalipwa mshahara kila tarehe 4. Ndio mkataba unasema. Sasa hapa kuna swali moja. Kuna kitu amjakielewa kwamba kwa nini tutoke CC hii twende Texon. Na Texon hajajieleza vya kutosha. Maana kama angejieleza vya kutosha msingekuwa na ubishani. Uongo kweli? Sasa hapa kuna jambo moja nataka nijue. Mlipokuwa mnalipwa 11, maana hapa imeandikwa 11. Hizo 12 hazijaikuwa mahali popote. 12,500, si ndio? Ziliongelewa labda baadaye zikayeyuka, lakini kwenye mkataba ikaandikwa 11,000. Je, mwezi uliopita mlilipwa shingapi? Wanane. Mchina akasema hivi, hii nimelipa hivi, lakini kuhusu masuala kasema management kitu kuna neno moja la Kiingereza. Mwezi unaopita mnalipwa 12,500 kibarua, na fundi atalipwa 15,000 17,500 kitu kama hicho. Sasa ilivyotokea walivyoingia Texon ndio wakaja yule jamaa alioni akasema hapa mnatakiwa mpewe 9,600. Tukamwambia hilo swala haliwezekani. Tukafika mtaji kata tusaidia
alikuwepo hapa mwenyekiti akafika 11 ndio kupandisha kufikia hapo. Naona 11. Oye, siku ya pili baada ya siku hiyo ngoja twende. Wala msio na wasiwasi. Tumekubali kwa kutokana na lakini ngoja. Lakini mlisaini document. Kwa kulazimisha. Kutokana huna haja kuniuliza. Why are you talking to me? Nyinyi fanye kazi kwa amani. Mlikuwa mnataka mlipwe ngapi? Kupitia kauli yao ambayo waliikana, yani wameongea lakini hakutia kwenye vitendo. Kwa maana nyingine, kulipwa 11,000 kwa siku na kuwa umefanyia shilingi ngapi au kwa saa? Kwa saa. Tugawe hizo 11 kwa masaa 8. Ndio? Ambao wenyewe walitamka. wa China. Sio wa China. Sawa. Ndio wa China walipotamka kabla ya Texas. Aliandika mahali yule Mchina. Wakati wa mshahara. Na mkapewa hizo 12. Wakati wa mshahara, wakati tunalipwa mshahara, tukasema masuala ya management, lakini mshahara unakuja kulipwa mwenyewe hiyo 12,500. Baadaye ndio wakaja Texoni, wakaja na 9,600. Unaona? Tukakataa. Mpaka tuwakaa meza moja wakasema jamani tutalipa 11 kama mliolipwa na Mchina. Sasa nasema mbona Mchina akasema 12,500 kwa mwezi huu unaokuja? Amesema hapana, sisi ndio hivyo. Ndio hapo mazungumzo yalipoanza mizani. Ni sawa. 1,500 ndio naona angalau tunaweza tukalisikia. Na kwa kuwa mlitamka. Yaani unajua bwana, tunapokaa hapa Richard tukagombana na 300 na 225. It is stupidity. Yes. Hatuwezi kukaa hapa tunashindania, mnaleta vurugu mpaka rais kuwa anasikia, mpaka mkuu wa mkoa anasikia, naonekana sijui kuongoza watu. Tunagombana kwa 250 kwa billions of money wanazopewa. Unapima hiyo? Haikuji. Nyinyi tunataka watu wanaweza kutetea watu. Hivi wewe unapata ngapi? Lakini imagine wewe hebu jiweke nao na watoto kama nyinyi wanaishi kama upande wa China sana. Wakiagi watu kaa chini fikiri kwamba hao wanalalamikia 275.